warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi ananiita Salim. Mimi naitwa Steve. Steve, umesema Steve ni Muislamu Kristo? Mkristo. Mkristo. Umesema unashiriki kanisa gani? GRC. GRC. Hiyo nadhani watu wengi hawaijui. Ulikuwa unasema unahitaji tukufanyie nini? Nielezee kuhusu hii dini ya Kiislamu venye mnaambudianga venye mnaishingi na hii dini yenu. Asante sana. Kwanza dini ya Uislamu tutakuelezea kuanzia chanzo chake na vyenye Mwenyezi Mungu ametueleza na mwisho wake siku ya Kiyama tutapata nini, tutakuelezea leo. Qur'ani 238 kwanza. Tumwanzie hapo. 238 inasema. Nadhani hujaiona Qur'ani hii, ndio Qur'ani na ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ameteremsha kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiwe mwongozo kwa watu. Qur'ani 238. Muonyeshe aone vizuri. 2 ndio hii 138 ndio hii. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Asante. Alilotupamba. Kwanza Uislamu ni pambo ambao Mungu ametupamba, sio sisi ambao tumekaa chini tukajiita Waislamu. Malizia. Kwenu na nyinyi Waislamu, Mungu anatuambia tuambie watu wakuwe nao Waislamu, kwa sababu Uislamu ni pambo ambao Mwenyezi Mungu ametupamba. So tunaambiwa tuambie watu wakuwe nao Waislamu. 626 Qur'ani. Nina swali. Swali unaweka. Weka swali. Nasikianga Waislamu huwa wanaabudianga Muhammad. Nataka mnielezee Muhammad ni mtume ama Muhammad ni mwana wa nani? Asante sana. Muhammad ni mwana wa Abdullahi wa Abdallah. Na tuabudu Muhammad. Naona? Na sisi hatuabudu Muhammad, tunaabudu huyu 17:110 Qur'ani. Alafu nikuonyeshe Muhammad ni nani haswa yeye. 17:110 nasema. Muonyeshe kabisa aone tunaabudu nani. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tunayemuomba na kumwabudu anaitwa Mwenyezi Mungu, jina lake harisi ni Allah. Sio Muhammad. Muhammad ni nani? Anaitwa Allah. Allah. Yeah. Allah ndio Mwenyezi Mungu. Ndio tunayemwabudu. Muhammad ni nani? 33:40 Qur'ani. 33:40 Qur'ani. Tumuonyeshe ajue Muhammad ni nani. Sisi hatuabudu Muhammad. Muhammad ni huyo, tukiza habari yake. 33:40 Qur'ani. Sikiza Muhammad ni nani? Muhammad. Unaona imeandikwa nini? Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu. Asante. Bali yeye ni mtume wa Mungu. Asante. Na mwisho wa mitume. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ndio mwisho wa mitume. Kazi yake ni kuleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu, anatuambia tumwabudu Mwenyezi Mungu, sio tumwabudu yeye, hapana. Yeye ametufunza tuabudu aliyetuumba, aliyeumba mbingu na ardhi na kila kitu. Ndio Muhammad anatuamrisha katika hilo. Na hatufai kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. 17:22 Qur'an. Hatufai kushirikisha Mwenyezi Mungu, kusema Mungu ana mtoto, kusema Mungu ni watatu ama ni wawili, hapana. Tunaambiwa tuabudu yeye peke yake. 17:22 Qur'an. Tupe vitu. 22 inasema. Aone. Usimfanye Mungu mwingine. Angalia hapa. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Asante. Usije ukawa mwenye kulaumiwa. Asante. Na mwenye kukosa wa kunusuru. Asante. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yoyote ila yeye tu. Mungu anatuambia tusijaribu kuabudu yeyote isipokuwa yeye Mungu peke yake. So anayefaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Sio Muhammad, sio Yesu, sio Musa, sio Ibrahimu, wale ni wanadamu. Anayefaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake bila kumshirikisha na chochote. Ukiabudu nabii yoyote unaenda motoni. Ukiabudu Muhammad utaenda motoni. Ukiabudu Yesu utaenda motoni. Ukiabudu Musa utaenda motoni. Ukiabudu Ibrahimu utaenda motoni. Kwa sababu anayefaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu Allah peke yake. Usimshirikishe na chochote. Lete swali hiyo ingine.
Chenye mimi nataka kuuliza, kwa hivyo hatuwezi tusikue tukimwabudu Yesu. Kuabudu Yesu utaenda motoni. Kwa sababu Biblia inasemaje? 15:7 kitabu cha Mathayo. Ukiabudu Yesu unaenda motoni kwa sababu unamwabudu bure. Sikiza, ufai kuabudu Yesu, unafaa kumwabudu Mungu aliyemtuma Yesu. Mungu. Sikiza inasemaje? Hii ni kitabu cha Mathayo 15 aya ya 7. Inasema hivi, enyi wanafiki. Kwanza kuna watu wanaitwa wanafiki. Enyi wanafiki. Ni vyema alivyotabiri Isaia kwa habari zenu, akisema watu hawa huniheshimu kwa midomo. Yaani watu hawa ambao Wakristo wengi wanamheshimu Yesu kwa midomo. Kwa mdomo wako sawa, I believe in Jesus. Nini? Kwa mdomo, lakini ila mioyo yao iko mbali nami. Lakini mioyo yao iko mbali sana na Yesu. Lakini mdomo tu wanamsifu sana. Sikiza habari. Nao wananiabudu bure. Wakifanyaje? Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbe kuabudu Yesu ni mafundisho ya wanadamu. Ni mafundisho maagizo ya wanadamu. Kwa sababu mafundisho ya Mungu inasema 4:10 Mathayo hiyo mafundisho ya Mungu inasemaje? Mambo ni ya Mathayo inasema 4:10. Tupe vipi? Ndipo Yesu, angalia hapa. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako Shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kumbe Yesu anasema anayefaa kuabudiwa ni Mungu peke yake. So wewe ukikataa kuabudu Mungu, uabudu Yesu, itakuwa umevunja amri ya Mungu. Na amri Yesu aliyopatiana, kwa sababu anasema anayefaa kuabudiwa ni Mungu, sio yeye Yesu. Leta swali. Swali yangu nataka niwaulize, maandiko inatuonesha Yesu alikufa alafu akafufuka siku ya 3. Yesu nawauliza, Yesu kweli alifufuka ama alikufa hivyo tu? Yesu hajafufuka wala Yesu hakukufa. Hii kusema Yesu alikufa akafufuka ni story watu walitengeneza. Mungu alimuokoa. Kwanza Qur'ani inatuambiaje, alafu nikuonyeshe katika Biblia. Hajakufa. Sasa atakufa ugonjwa gani? Sikiza kwanza Qur'ani, alafu na kuonyesha Biblia. Na maliza Qur'ani. Ine 157. Alafu 157 Qur'ani inasema. Manake asije akastuka bure akapata pressure. Tumpeleke polepole ili aweze kuelewa. Manake huyu ni innocent inheritor. Sikiza Qur'ani inazungumza mambo ya Yesu. Safiri hizo nyanya. Na kwa ajili ya kusema kwao, asante, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu. Kuna watu walikuja wakasema sisi tulimuua Yesu mtoto wa Mariamu. Sikiza habari. Mtume wa Mungu. Tena alikuwa ni mtume wa Mungu Yesu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaisha mtu mwingine wakadhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hili la kusema kauawa. Tupe vitu. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili. Kwa kweli wamemuua Nabii Isa. Isipokuwa wanafata dhana tu. Na kwa yakini hawakumuua. Na kama hawakumuua alienda wapi? Malizia. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Tunaambiwa kuna watu walikuwa wamepanga kumuua Yesu. Mpango ulikuwa, lakini Mungu akabadilisha ile mpango, hawakumuua. Mungu akamnyanyua kwake. So Yesu hakuuawa. Hiyo ni Qur'an. Sasa tuje kwa Biblia. Biblia nayo inatuelezaje kuhusiana na Yesu? 15 kwanza wa Korinto wa kwanza. Tupe vitu. 15 wa Korinto wa kwanza. Sikiza vitu. Tusikie wa Korinto naye anatuambiaje kuhusiana na Yesu. Hawa nao 15 wa Korinto ni wa kwanza inasema. Tupe vitu. Angalia babu 15. Angalia ndio hii 15. Tupe vitu. Inasema hivi. Naam. Angalia hapa. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kuna watu ambao ni mashahidi tena ni wa uongo, si mashahidi wa ukweli, ni mashahidi wa uongo. Sikiza, mashahidi wa uongo walitoa ushahidi gani wa uongo? Wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Kwanza hawa mashahidi wa uongo
Walikuja wakaambia watu ati Yesu alifufuliwa, hali ya kuwa Yesu hakufufuliwa. Malizia. Ikiwa wafu hawafufuliwi, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Wewe tangu uzaliwe wafu wangapi wamefufuka? Babu yako amefufuka? Malizia, tupe vitu. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Teremka. Ngalimo katika dhambi zenu. Asante. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Hii mambo ya kusema Yesu kafa kafuka ilikuwa ni mpango wa shetani, lakini mpango wa shetani Mungu aliushinda. Sasa shetani hakufaulu, na ili shetani asionekane hakufaulu, akatengeneza propaganda ya watu kuzunguka dunia kusema Yesu kauawa, kwa sababu yeye ndio alikuwa amemwingia Yuda ndio wapange mpango wa kumuua Yesu. Alipoona haikufaulu, Mungu amemnusuru mtume wake, ikabidi lazima warudi katika drawing point. Wakadraw, wakacheza, wakasema ni kweli ilifaulu, tuliua. Mungu hakuweza kumnusuru mtume wake, lakini Mungu alimnusuru mtume wake, hakuuawa, kwa sababu wao wanapanga na Mungu anapanga. So Yesu hajakufa kwa ajili ya dhambi yako. Wewe utaulizwa kwa makosa yako unayoyafanya. Ni heri usilimu, Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako, uweze kumwabudu Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kisa kinachozuia uwe Muislamu nini haswa? Mmeniambia Yesu hakukufa. Atakufa ugonjwa gani? Haya. Amefanya makosa gani auawe? Na kwa nini Mungu aliona anyakue Yesu, amchukue Yesu apae juu? Alimchukua kwa sababu kuna watu waliokuwa wamepanga ili wamuue. Na Yesu alikuwa na shida mingi kushinda akikimbia kujificha. Yohana 12:26. Mambo ya Yohana 12:26. Ngoja 12:36. 36. Yohana, hebu sikia, Yesu alikuwa na shida mingi sana, ndio Mungu akamnyanyua kwa sababu alikuwa anaenda kujificha, anaingia exile. Yesu anasema, sikiza maneno yake. Maadamu mnayo nuru, yaaminini hiyo nuru. Asante. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Asante. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha, wasimuone. Yesu alikuwa na shida mingi sana. Alikuwa anakimbia anaenda anajificha ili asionekane na wale Wayahudi, kwa sababu walikuwa anatafuta kumuua. 7:1 hapo Yohana. 7:1. Alikuwa anajificha kwa sababu gani? Anajificha kwa sababu anataka leo wewe mtu akikwambia anataka kukuua, itabidi utoroke hapa Nairobi, ukimbie kwenu Kadhiani, ujifiche huko ndani. Hata kama ni Motomo utajificha. Kwa sababu unajua kifo sio kitu ya kawaida. Sikiza habari 7:1. Na baada ya hayo Yesu mwenyewe alikuwa akitembea katika Galilaya. Asante. Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa nini hakutaka kutembea katika Uyahudi huyu Bwana Yesu? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wakimtafuta kumuua. Kumbe Yesu alienda kujificha Galilaya kwa sababu alijua akipatikana na Mayahudi watamuua. Ndio akaenda kujificha. Sasa wewe utasemaje Yesu alikuja akufe kwa ajili ya dhambi yako, alafu yeye mwenyewe kaenda kajificha, ameenda exile. Anajificha kwa sababu anaogopa kifo. Hivi wewe usaienda ukaona mtu amekufa wewe? Hapana. Wewe hujaiona maiti. Yaani ndio utajua mwanadamu, yani mwanadamu anaitwa mwanadamu wakati yako hai. Kwa sababu ukifa mpaka nguo unatolewa. Huwezi kujitoa mpaka nguo. Kuoshwa unaoshwa, watu wanapanga ni time gani watakuzika. Yaani wewe inakuwa mambo yako yote yamekatika mwanadamu. Yaani watu wanaweza kupigia mahesabu yako, nani atachukua simu yake, nani atachukua ile kitanda alikuwa analalia, nani atachukua viatu. Yaani mwanadamu unaambiwa wakati uko hai. Wakati uko hai ndio uko na thamani mwanadamu, na ndio unaambiwa chuma mema wakati uko hai. Unapokufa mambo yako yote yanakatika. Mke wako alikuwa mrembo sana, watu wanapiga mahesabu, nani atachukua ule mke bana? Yesu alizaliwa kama binadamu. Yesu amezaliwa kama binadamu kwa sababu alizaliwa na Mariamu na alitokea sehemu ambao wanadamu wanatokea, na akanyonya kwa sababu yeye asili yake ni mwanadamu, sio Mungu. Kwa nini Mungu aliona Yesu afae juu?
Kwa nini Mungu alimchukua Yesu afae juu? Yesu hakukufa. Sio Yesu mwenyewe peke yake, hata Elisha alichukuliwa akapaa juu. Enoko alichukuliwa akapaa juu. Mungu amewachukua wengi mno. Sio Yesu tu peke yake. Mimi naweza kuchukuliwa. Sasa wewe labda mahesabu yako na Mungu sijui yako namna gani. Kwa sababu Mungu alimchukua Enoko, akamchukua Elisha ama Elijah. Kwa sababu alikuwa watumishi wake, akawachukua. Sasa lakini wewe utaonja mauti. Hata wao wataonja mauti. Kwa sababu itakapopigwa baragumu, itakufa viumbe ambao viko duniani na viumbe ambao viko mbinguni. Sasa wale ambao walinyakuliwa hivyo watakufa. Lakini Yesu anarudi duniani kwa sababu bado hajamaliza, hata atakuja ataoa pia. Kwa sababu hakupata raha ya kuwa na mke pia. Mke wake. So akirudi atakuja aoe na aendelee na maisha. Nataka mnisomee hiyo maandiko kama Yesu atarudi na aoe. Nataka mnisomee hiyo maandiko. Ndio nijue Yesu atarudi na aoe. Akirudi anaoa kwa sababu kuna sikiza inasemaje 19 niangalilie 10 Ufunuo Yohana. Tumsaidie kaka yetu. Mmeniambia niulize maswali. Kabisa, wewe uliza swali yoyote, usiwe na wasiwasi. Yaani wewe ukifika hapa kwa Waislamu, yaani usiwe na wasiwasi au kiwewe. Yaani unauliza swali yoyote maadamu ya dini. Ya siasa tu usiulize. Na ingine usiulize Musa usiniulize tena ingine fimbo ya Musa ilikuwa ya miti gani? Hatujaelezwa. Unaona Sasa wewe uliza haya mengine. Sikiza habari. 19 nianzie 21. 21 nianzie 9. Ufunuo Yohana 21:9. Karamu ya 21:9. Karamu ya harusi ya mwana kondoo. Ingia basi pia hiyo. Hiyo sasa. Inasema hivi 9. Naye akaniambia, andika. Heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Karamu ya harusi ya mwana kondoo. Mwana kondoo ni nani? Yesu. Ni Yesu. Tunaambiwa heri walioalikwa katika karamu. Karamu ni Kiswahili ya ndani. Karamu ni sherehe ya harusi ya mwana kondoo. So harusi ya Yesu. Tena sikia mke wake amewekwa tayari. 21:9 baba. Ingia katika hizo nyanja. Tupe vitu, tupe raha. Akaja mmoja, angalia hapa. Unafikiri Yesu haoi anakuja kuoa? Tupe vitu. Akisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Asante. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Asante. Wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji uliye mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari. Asante. Kama bibi harusi. Asante. Aliyekwisha pambwa kwa mumewe. 9 uko 9. 21:9. Unafika 9 bado. Akaja mmoja wa wale malaika 7. Asante. Waliokuwa na vile vitasa 7. Asante. Vilivyojaa yale mapigo ya mwisho. Asante. Naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Yaani malaika anamwambia njoo pande hii nikuonyeshe yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo, mke wa Yesu. Mke. Ni mke. Hakutamka wake. Mke si anapata mmoja. Anapata mmoja. Anapata mmoja. Unajua hata wake ni wengi. Unajua yeye hata wakati alikuwa hapa duniani anasema nyota wanaviota, lakini mwana wa Adamu hana hata mahali ya kulaza kichwa. Naona sasa yeye atapata mke mmoja, ndio hivyo kwa raha zake kulingana na Biblia. Tena amesema mke wa mwana kondoo. Tena amejipamba vizuri. Anaoa. Sasa nyinyi mnataka nyinyi muoe Yesu abaki hivyo bure. Kwa hivyo Mungu alimtangazia Yesu mke. Atakuja kuoa. Kulingana na Biblia. Hakumtangazia wanawake. Atapata mke. Wanawake sio lazima uoe wanawake. Wanawake lazima uwe na nguvu na uwe na uwezo, ndio utaweza kuoa wanawake. Wanawake hawaolewi na mtu hivi hivi. Kwanza wewe ili umanage wake wawili lazima uwe na uwezo wa kutosha bana.
Kwa sababu hata kumanage mke mmoja, wewe unaona ni mchezo, na hii jua inawaka hivi. Kenya saa hii kiangazi kimejaa, kuna matatizo. Sasa mtu wa kumanage wake wawili lazima awe ni mtu kwanza yuna mali ya kutosha, na pili tena ako na nguvu za kiume. Wake wawili sio mchezo. Wewe unaingia pande hii tena unahamia pande ile, si mchezo. Lazima uwe uko sawa. Kuna wengine hata wanashindwa na mke mmoja juu ya vyakula. Wewe unaenda unakula mchele alafu unadhani utawezana na wake wawili. My friend, inataka unakula chakula ya asili. Nduma nini, yani uwe na nguvu katika mwili. Pata vizuri. Swali lingine uko nalo Injika? Mimi niko sawa. Uko sawa? Asante sana. Haya brother, karibu sasa. Aliwe ndio nataka usonge kaka, umweke pande hii huyo. Huyo akuje pande hii. Pande hii wewe pumzika tu pande hiyo ya Ali. Pande hiyo mkono hapo. Sasa wewe Ali njoo pande hii. Ndio tusikie kidume hapa. Wanakuita nani? Naitwa Nicholas. Nicholas, Muislamu Kristo? Kristo. Asante. Injika swali. Nilikuwa nauliza hapa kwa mwanamke, vile mnasema Yesu atatoka huko na kuje aoe tena. Ni kweli ama si kweli? Labda utuambie Biblia, labda iwe ni uongo. 21:9. Maana imetaja ni mke. Mlisema mwana kondoo ilikuwa sisi, haikuwa Yesu. Mwana kondoo ni huyu. 1:29 kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Yohana. Wewe mwana kondoo si wewe. Mwana kondoo ni Yesu. Sikiza habari. 1:29. Wewe 1:29 kitabu cha Yohana. Yohana 1:29 inasema. Mwana kondoo katika Biblia anabashiriwa ni Yesu. Sikiza habari. Wewe Yohana 1:29 inasema. Sikiza vitu. Siku ya pili yake. Siku ya pili yake. Huu ni Yohana. Siku ya pili yake. Amuona Yesu. Sikiza, anamuona Yesu, ndio huyu Yesu. Yohana anamuona huyu ndio Yesu. Sikiza, anakuja kwake. Akamuona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu. So Yohana anatuambia Yesu ni nani? Ni mwana kondoo. Basi. Sasa mwana kondoo huyu 21:9 kitabu cha Ufunuo. Lakini mwana kondoo lina maana yake, sio lilio. Mwana kondoo ni Yesu. Ndio tumeambiwa. Wanaitwa wana kondoo kwa sababu Banu Israeli ndio walipewa hiyo jina ya wana kondoo. Hata hao wengine wanaitwa kondoo. Hata Yesu ndio anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa sababu wao wanaitwa kondoo. Kondoo ni mnyama ambao lazima awe na mchungaji. Kwa sababu kondoo ni mnyama kidogo, ndio hivyo, sio kama mbuzi. Mbuzi anajipeleka anarudi, kondoo ni bala ingine. Sikiza sasa, huyu mwana kondoo sasa anapata nani? Akaja mmoja wa wale malaika 7. Asante. Waliokuwa na vile vitasa 7. Asante. Vilivyojaa yale mapigo ya mwisho. Naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi. Yule bibi harusi mke wa mwana kondoo. Na Yohana ametuambia mwana kondoo ni Yesu. Sasa hapa tunaambiwa njoo huku ni kuonyeshe yule bibi harusi mke wa mwana kondoo, na Yohana ametuambia mwana kondoo ni Yesu. So mke wa Yesu, na mke anajulikana ni nani? Ama wewe hujui mke? Najua. Mke ndio hivyo. Sasa ndio akapata mke hivyo. Injika maswali. Uliza kama watu kama priest au Catholic. Tunaweza kahitaji, tunaweza kawaita pia mwana kondoo, ni wale wanaleta neno vile Yesu alikuwa analeta neno. Wakatoliki sio wana kondoo, Wakatoliki ni Warumi. Wakatoliki ni Warumi, na ndio unaona kitu kama leo naona pia ulikuwa umedunga red. Tunaenda wanasema tarehe 14 kuna kitu inaitwa Valentine. Valentine wewe unajua nini? Valentine ni kuhusiana na mapenzi. Wacha tuseme mapenzi. Valentine haihusiani na mapenzi. Valentine inaitwa ni mtu alikuwa anaitwa ni Pope kutoka Roman Catholic, alikuwa anaitwa Saint Valentino, ambaye alioa kinyume na mikataba ya Katoliki. Sasa akawa anasherekewa. So wewe unasherekea Pope ambayo ni Mkatoliki. Wewe ukienda kusema ati Valentine ni siku ya wapendanao, hiyo hakuna katika vitabu wala katika historia hakuna. Watu wanasherekea Pope alikuwa anaitwa Valentine.
Valentino, wakamuita Valentine, ni pope ambao ni Wakatholiki. Na ndio unasikia imani ya Wakatholiki ndio inahubiriwa dunia nzima, kwa sababu utampata MSDA amebeba maua anaenda kusherekea Valentine, kumbe wanasherekea pope. Alikuwa anaitwa Valentino, haiko kwa Biblia, haiko kwa kitabu chochote. Sasa nauliza kwa nyinyi hamwezi kasherekea hiyo Valentine? Muislamu kusherekea Valentine anapata dhambi, kwa sababu anasherekea pope, anasherekea mambo ya upagani. Kwa sababu hakuna katika Uislamu, katika sira ya Kiislamu tunaambiwa tusherekee pope. Kwa sababu hii Valentine, enda ufanye research yako, ni pope aliyekuwa huko Vatican akaoa kinyume na sheria na akashikwa akaadhibiwa. Kwanza haiko kwa Biblia, haiko kwa Qur'an. Hakuna kitu kama Valentine kwa Biblia, wala hakuna kitu kama Valentine kwa Qur'ani, hakuna. So wewe ukisherekea inakuwa unaleta bid'a. Yaani unaweka innovation, kitu ambacho hakuna Valentine. Ama usaiona kwa bila Valentine? Valentine sijawahi ona. Yesu katika miaka yote ameishi duniani, asaisherekea Valentine? Hajawahi. Wanafunzi wa Yesu asaisherekea Valentine? Hajawahi. Sasa nyinyi mnasherekea mkiiga nani? Hii ni mambo ya upagani inaletewa watu ya Warumi. Valentine haiko kwa Biblia, haiko kwa Qur'ani. So haufai kusherekea kitu ambacho hakina misingi yake ukijui. Utakuja kusherekea kuzaliwa utakuja kusherekea hata Ibilisi bila wewe kujijua. Kwa sababu lazima kwanza uangalie chanzo cha kitu ili usherekee hii Valentine. Imeandikwa kitabu gani? Qur'ani haiko. Sisi tuko na Idi mbili ndio tunajua peke yake. Hii mambo ingine ukiona Muislamu amebeba maua, hii akili yake si nzuri. Alafu huu mke wako atakuwa ni mke ambao ni boring. Mke ambaye anasherekewa mwaka mara moja, siku moja kwa mwaka. Mke wako inafaa kila wakati, kila siku unasherekea, sio mwaka mara moja. Hiyo mke atakuwa ni mke boring sana. Ati mke mwaka moja ndio unasherekea? Mwaka moja ati tena Februari 14 ndio utasherekea mke wako? Inafaa kama ni mke wako kila siku unamsherekea. Kufanya mazoezi ile yenu ya usiku. Anielewa vizuri sasa lete maswali. Wewe achana na Valentine, haiko kwa Biblia, haiko kwa Qur'an. Hii ni kitu ilipangwa na wapagani ambao walitoa kwa huyu pope. Alikuwa sio pope, alikuwa ni father tu. Alikuwa ni pope alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa ni pope wa Vatican. Akaoa, akafanya kinyume na matakwa ya Katoliki. Alikuwa ni kasisi. Alikuwa ni kasisi huko Vatican. Kisha akamalizwa kwa sababu alikuwa amefanya makosa makubwa, kuoa kinyume na mikataba ya Katoliki. Unaona? Sasa nyinyi mnaambiwa tusherekee Valentine. Nyote mnachukua maua mnatembea barabara. Kumbe mnasherekea kasisi alikuwa kule Vatican, alifanya kinyume, akaasi, akaoa. Wakammaliza. Watu wakaanza kumsherekea kunini ikaletwa mpaka leo. Na 1:7 Warumi. Ndio na kwa 1:7 Warumi inasema. Na mchungaji wako huwezi sikia akikueleza hiyo, kwa sababu anajua nyinyi nyote mnafuata Katoliki. Na ndio naambiwa Muislamu kusherekea hii haramu, hakuna mahali inakubaliwa. Sasa bila kufuata Katoliki ungesherekea Valentine? Kwa sababu imetokana na Wakatoliki. Hata Krismasi ungesherekea, kwa sababu Krismasi ni kitu ilitengenezwa pia na Wakatoliki. Wakaibana na wakaiweka, wakasema kuzaliwa kwa Yesu haiko katika vitabu. Sasa unajua hii Katoliki ilikuja ikaanza kusema ati tunaomba Sunday, na wao wengine wako Saturday. Wako Saturday. Sasa unataka kusema wafuati wale, na wale wengi wanaenda lini? Wanaenda Saturday ama Sunday? Wanaenda Sunday. Unaona, sio Katoliki ndio inawini bado. Sikiza habari 1:7. Mambo ni ya Warumi 1:7 inasema. Tupe vitu kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kwa watakatifu. Tena wanasema Warumi ndio wanaitwa watakatifu. Na ndio unaona mtu anachagua anamuita Baba Mtakatifu. Na aliye mtakatifu ni Mungu peke yake. Utahitaji binadamu mwenzako mtakatifu? Binadamu anafanya makosa. Hakuna mwanadamu duniani ni mtakatifu. Kila mtu ana madhaifu yake. Sasa aliye mtakatifu ni Mungu peke yake. Safi, tupe vitu. Na wachagui Mwafrika. Ngozi nyeusi wewe utaongozaje kule wewe? Sikiza habari. Neema na iwe kwenu. Asante. Na amani tokayo kwa Mungu Baba yetu. Asante. Na kwa Bwana yetu Yesu Kristo.
Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Imani ya Warumi ndio inahubiriwa dunia nzima. Leo Wakristo wengi utawapata wakisema kuna Mungu watatu. Muulize wapi andiko katika Biblia inasema kuna Mungu watatu. Hii ni kitu ilitengenezwa katika kikao ya Nisea, na waliokuwa wamekaa ni hao mapadiri. Nilimuuliza hapo penye mnasema ati Kristiano wanasema kuna Mungu watatu. Wapi? Nasema wanasema. Si wanasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Lakini maandiko hakuna. Hii ni jina tu ya Mungu moja. Lakini kwa maandiko hakuna hiyo. Hiyo ni kitu inasemwa, lakini maandiko inasema Mungu ni mmoja peke yake. Yesu mwenyewe alipoulizwa alisemaje? 12:28 Marko. Mambo ni ya Marko 12:28 inasema. Tusikie Avuyai pia naye ana mawili ya kusema. Soma. Aye. 12 Marko 28 inasema, na mmoja hapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akafanyaje? Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kumbe Yesu akiwa hai aliulizwa Mungu ni wangapi? Akajibu ni wangapi? Sasa wewe ukisema ni watatu, sasa ingia mitini, kwa sababu yeye kaulizwa akiwa hai alisema Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja, lakini waliita watatu. Sikia, walisema jina, walitumia mingi jina ya Mungu. Na ni mmoja tu. Nasikia. So, hakuna Mungu watatu, ni Mungu moja. Kabisa, hiyo ndio imani ya Kiislamu. Imani ya Kiislamu ndio hiyo 18:110 Qur'an. 18:110 Qur'an inasema. Ndio hiyo imani ya Kiislamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tupe vitu. Na ujue Valentine usikuje ukasherekea ukadhani ati ni siku ya wapendana. Hata leo unampenda mke wako. Bwana. Kama unamnunulia zawadi nunua leo. Sio lazima ugoje ati 14 February, hapana. Huyo mke atakuwa kuna matatizo. Mwaka anapendwa wa siku moja. Sikia habari. 18:110 Qur'ani. Waambie bila shaka mimi ni binadamu kama nyinyi, isipokuwa nimeletewa wahi tu. Ndio tofauti yangu, nililetewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Kumbe hata Qur'ani alipokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia Mungu wetu ni Mungu mmoja peke yake. Alipokuja Yesu anasema Mungu ni mmoja peke yake. Alipokuja Musa alituambia pia Mungu ni mmoja peke yake. Sikiza Musa anasemaje? 6:4. Taurati inasema 6:4. So ukisikia mtu anasema Mungu watatu asatoka katika mafundisho ya manabii. 6:4 baba, tupe vitu. Inasema hivi. Kumbukumbu la Taurati 6:4 inasema. 6:4 sorry. Kumbukumbu ya Taurati 6:4. Inasema hivi. Muonyeshe kaka ndio ajue. Huyu ni maneno ya Musa. Sikia Israeli. Asante. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Kumbe Musa alitangaza Mungu ni mmoja. Alipokuja Yesu katangaza Mungu ni mmoja. Alipokuja Muhammad katangaza Mungu ni mmoja. Walipokaa kikao ya Nisea wakasema Mungu ni watatu, na ndio unaona hawakuweza kuandika katika vitabu kwa sababu ni kitu walipanga kando na vitabu. Swali lingine babu. Sina swali. 14:9 kitabu cha Hosea. 19. Zakaria 14:9. Tumpe vitu tu. Zakaria 14:9. Namaliza na huu unakuja kwa huyo mwenye maswali. Asiwe na wasiwasi. Yaani hapa vitu ni mpola. Waganda wanasema mpola. Yaani maana yake pole pole. Haitaki mbio. Zakaria 14:9. 14:9 tumpe vitu kaka yetu. Asante sana. Inasema hivi. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Yaani Mungu atakuwa ndio mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja. Siku hiyo Mungu atakuwa ni mmoja, sio wawili au watatu, mmoja. Na jina lake mmoja. Na jina la Mungu ni moja, sio mbili. Kama huyu Yesu pia si alikuwa anasema Mungu ni mmoja. Hata Yesu anasema Mungu ni mmoja. Anasema kabisa Mungu ni mmoja, sio wawili au watatu. Na ukiamini Mungu ni mmoja, wewe Muislamu. Maana hiyo ndio imani ya Kiislamu. La ilaha illa Allah. Ndio imani ya Kiislamu inaanzia pale.
Kul huwa Allahu ahad. Ndio inaanza pale imani ya Kiislamu. Sema Mungu ni mmoja. Ndio Uislamu. Na wewe ni Muislamu mzuri. Wewe ni innocent inheritor. Wewe ni wazazi walikuchukua wakakupeleka kwa kanisa. Hivi walikupeleka kanisa gani? Walipeleka Anglican. Anglican. Hivi Yesu akiwa duniani alienda kanisa gani? Yesu. Alikuwa Anglican ama wa Korino? Hakuna kanisa tu lilikuwa tu moja. Gani hiyo? Wewe umepelekwa Anglican. Anglican tunajua ni kanisa ya Waingereza ambao wamekubali wanaume kwa wanaume kuoana. Anglican hiyo hawafichi, wamekubali. Ni kitu ilitangazwa Uingereza na wanafanya harusi ya kuoshesha mwanaume kwa mwanaume kwa kanisa. Anglican hiyo iko. Aliyekataa ni mkubwa wa Anglican hapa Kenya, akiitwa Ole Sapit. Ndio alisema hapa Kenya hatokubali hiyo tabia. Lakini akikataa atatolewa kwa sababu wale wanachange wale viongozi. Sasa akichenjiwa yule atakuja atakubali hapa Kenya pia wataozesha. Bana vizuri. Na ndio unaona sasa hivi tuna cases mbaya sana zimeraise. Na wale wazazi ambao wako na watoto wao katika boarding school, hususan kwanza vijana, lazima uwe karibu na kijana yako uongee naye sana, kwa sababu vijana wanafanyiwa sodomi katika mashule mingi sana ya boarding. Yaani wewe ulipeleka mtoto akasome shule, akikuja unashangaa huyu mtoto na ni kijana ameanza kulegea. Yaani kijana unaona anaanza kuweka kucha hivi nini. Kwanza chunga sana ukiona mwanaume anatengeneza kucha, anaenda anapaka rangi, anatoboa sikio, anatoboa hii nyingine sikio, anatengeneza atika nywele. Chungana sana na huyo kijana. Jaribu kuongea naye mapema. Maana kuna tabia za kike na kuna tabia za kiume. Mwanaume ni kuwa strong. Lakini ukiona kijana ameanza kulegea, jaribu sana kuongea naye. Kwanza vijana ambao unapeleka boarding, kwa sababu hii tabia imekuwa inaraisiwa sana katika boarding school katika nchi ya Kenya, ziko hizo tabia. Vijana wakienda huko, kijana anakuja unaona anaanza mambo mengine ileweki. So kutoka tu Mombasa, kutoka na huko. Kutoka Mombasa. Nini hiyo? Mombasa hata Waswahili ndio walikuwa na hiyo tabia. Tabia gani? Kulala mwanaume kwa mwanaume. Mimi sina habari kwa sababu anafanya maandamano na yeye. Ngoja kwanza. Ngoja wewe kuwa na subira. Unajua katika fikra waliorishwa wanaambiwa Kaumuruti imetoka atupande ya Mombasa. Hapana. Kaumuruti imeletwa Mombasa na wazungu waliokuwa wanakuja katika vacation. Unaona, wale wazungu waliokuja wanakuja katika vacation katika sehemu ya bahari ya Mombasa, ndio walileta hiyo tabia kulala na vijana. Wakawa wanawapatia pesa. Mpata vizuri? Wale vijana wako wa ina mbali. Wewe sema ati ni dini ya mai. Mpata vizuri? So walipoleta ndio ikaanzia huko, kwa sababu wazungu ndio wana hiyo tabia mno. Ya gayism. Na ndio unaona walikuja wao ndio wana advertise venye gayism itakubaliwa kila mahali. Na wakafaulu kama hiyo kanisa yako wewe unaenda imekubali. Wewe una habari. Nani Mkristo wako hapa angalie Anglican kama wanakubali mwanaume kwa mwanaume kuoa. Watakuonyesha imekubaliwa. Wewe ndio wewe ujeelezwa tu hapa. Unampata vizuri? Ni tabia mbaya ndio ilifanya Kaumuruti waangamizwe. Watu waliangamizwa na moto kwa sababu ya hiyo tabia. Ni tabia moja mbovu mno ambayo inaleta madhara makubwa mno. Na hukumu yake ni kuuawa. Wale wanadamu wakipatikana wanafanya hivyo, hukumu sheria inafaa waondolewe. Hapo kwa Muslim huwezi kupata kitu kama hiyo, na kuna wengine pia wameidhishiria. Ukipata kama mtu anafanya hivyo na ni Muislamu, kama ni katika daula ya Kiislamu kuna ile hukumu inafaa kupitishwa. Kwa sababu hiyo ni makosa makubwa mno, yanaleta madhambi ambayo yalifanywa na kaumu ambayo iliangamizwa. Haya, kuna kitu nilikuwa nataka nikuzie kwa Islam. Kuna Islam mingi, sio moja, sio wala. Kuna wengine pia wamejitokeza wao ni Waislamu, lakini si wale wengine. Kujitokeza aje? Uislamu tunaambiwa ni moja. Qur'ani 3:2. Wewe ukija na Uislamu yako kando na ile iko kwa Qur'ani. Na ndio unaona sisi Waislamu hatuna kifua. Huwa tunafuata Qur'ani, ndio katiba yetu. So mtu akija kinyume na yale yako kwa Qur'ani tunamjua. Huu ni muhuni, si Muislamu. Sikiza 3:2 inasema. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife, wala msikufe, isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Sisi tumeambiwa tusife isipokuwa ni Waislamu. Na ndio unasikia kila kona ya dunia tunajiita Waislamu kwa sababu Mungu ametuita.
So mtu akija na mambo yake ya kando, tunamtoa katika Uislamu, kwa sababu Uislamu tutakujua kulingana na Qur'ani. Qur'ani ndio mwenendo wetu na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leta vitu. Hao Wahindi wenye wanapia wanajivaa nguo kama yenu. Si pia ni Waislamu? Sio kila mtu anavaa kanzu ni Muislamu. Sikiza vizuri, ndio nakwambia. Kuna Wahindi ni kabila ambayo imegawanyika. Ndani yake kuna Waislamu, kuna wale ambao wanaabudu sanamu, kuna wale wanaabudu ng'ombe, na wote utavaa wakivaa mavazi kama kanzu. Wako hata wakikufa wanachomwa. Katika Uislamu ukifa hufai kuchomwa, unazikwa. So Wahindi ni kama useme tu Waluya ama useme Wajaluo. Wajaluo kuna Wakristo, kuna Waislamu na kuna watu ambao hawana dini. Waluya ukienda kuna Waislamu Waluya, kuna Waislamu kuna Waluya wa Kristo, kuna Waluya hawana dini. Wakikuyu the same. So ile ni tribe. Ndani ya tribe kuna watu tofauti tofauti. Kuna watu hata waamini kuna Mungu wako kwa ile tribe. Unaona? Hapo kwa kuzikwa nilikuwa nataka nikwambie, unasikia? Hii yetu ya Christian tulitoka na modernity. Sasa vile toka ile kuweka sanduku ni kama hata sisi kitambo tulikuwa tunazikwa vile nyinyi. So hata nyinyi mlikuwa mnazikwa kama Waislamu tu. Walikuwa nazikwa. So lakini mkakuja mka advance. So hata venye tunaenda mta advance, mtakuwa mkizikwa na kioo kuliko kuzikwa na sanduku ya mbao. Ni kama nyinyi hamjakuwa huko. Sisi hatujakuwa huko. Sisi tuko pale pale kwa sababu sisi hatuendi beyond yale ambayo tumefunzwa na manabii. Ukienda beyond unaharibu. Manabii wamefunza mtu akifa anafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, anarudishwa kaburini. Hakuna mambo ya kuweka mwili ati unachangia. Ati lete 50, lete 300, lete. Alafu ukienda upatiane 50, unasema niwekee chai, niwekee omena, niwekee ugali. Unakula chakula ya 500 na umetoa 50. Ile family wanabaki ni kuchanga huku barabarani. Ni hasara tupu unawaletea. Alafu unataka iwekwe sanduku, iwekwe suti. Suti unapatia maiti akafanyie nini suti? Kama ulikuwa unampenda ungemletea suti akiwa hai. Leo nimeona watu wanazikwa na tochi. Wewe unanunua tochi kwa duka. Badala uende ukamulikia mwizi huko barabarani, wewe unachukua tochi unasika mtu na unaweka mawe kwa ile tochi. Wengine wanazikwa na saa. Mwingine unaona ati amezikwa na simu. Na anawekewa credit ati ya 200. Sasa anaenda kupigia nani simu huko kaburini? Hii yote ni mchezo ambao haifai. Wewe mtu akifa weka kwa sanda. 5:5 kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo 5:5 inasema. Na muache kuwa mnafanya vitu beyond vitabu. Fanyeni vitu in the books vyenye vitabu vinasema. 5:5. Sikiza 5:5 Matendo inasema. Tupe vitu. Yaani ati lazima ati hii, alafu mchungaji anabadilisha sauti anasema, unajua hii ni safari ya mwisho na ni harusi ya mwisho, lazima avae vizuri kwa sababu ni sherehe ya mwisho na sehemu anakokwenda ni mbali, lazima tumwekee saa ndio angalie masaa huko iko namna gani. Hii mchezo wewe. Acheni mchezo. Sikiza 5:5 watu walizikwa. 5:5 Matendo inasema. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, sio sanduku, sanda. Wakamchukua nje wakamzika. Yaani mtu akifariki katika Uislamu hawezi kumaliza shilingi 10,000 kwa sababu kwanza atamaliza na nini? Sanda unaweza ukapewa kwa msikiti ni bure, hauzikwi na nguo ya mtu. Sawa? Unatolewa nguo lakini hautolewi hadharani mbele ya watu. Sawa? Unatolewa tena unastiriwa, unawekewa kitambaa. Ukitolewa nguo unaoshwa, kumwagiliwa maji hivyo pole pole. Na tena unaoshwa na watu walika yako. Yaani wewe ukifa ukiwa mzee huwezi kuoshwa na vijana. Unaoshwa na wazee walika yako. Ukifa ukiwa mwanamke unaoshwa na wanawake. Unanipata vizuri? Na ndio unaona kuna madarasa watu wanafunzwa namna ya kuosha maiti, sio kukamua vyenye mnaambiwa tu unakamuliwa. Hapana, tena unachukua jug. Siku hizi kuna hiyo modern ulikuwa unasema kuna kaninika kwa hivi kashawa kadogo kako hivi,
unamwagiliwa na hiyo polepole. Ukimalizwa unafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, tunakuwekea kwa kitu tunaitanga jeneza. Jeneza ndio tunapelekanga tajiri, na hiyo ndio tunapeleka maskini, na hiyo tunarudisha na hiyo hiyo. Anapokufa tajiri anazikwa na hiyo hiyo sanda ambayo inatoka shilingi 1,600. Amekufa jaji mkubwa sana hapa Kenya wa Supreme Court, kama una habari za Kenya. Juzi alipokufa hatujanunua ati sanduku ati kwa sababu yeye ni jaji, hapana, alizikwa na hiyo hiyo sanda. Kuonyeshana mwanadamu hata ulinge namna gani ama uwe mkubwa namna gani, tunakurudisha mwisho ni hapa kaburini. Mwanadamu hata ufai kulinga, utalinga na nini? Mwisho tunakupeleka, na sisi wote ni maiti watarajiwa. Hata hatujui kama tutafika mwezi ijayo. Unaweza ondoka wakati wowote. Sasa sisi Waislamu mambo ya mazishi inakuwa ni very simple. Awe tajiri, awe maskini. Na si hakuna mahali kumeambiwa lazima ukale sehemu ambao watu wamekufiwa. Kwanza mahali watu wamekufiwa ni msibani. Watu wanahuzunisha, wewe ndio unafaa upike chakula kwako uwapelekee. Kwanza hawafai hata kupika wao. Inafaa muwapikie muwapelekee. Sio nyinyi mnawapelekea hasara kuwakulia ile kakitu wako nayo. Tena huko kwenu nasikia kuku zote mnaenda nazo, ng'ombe mnaenda na msaweka disco matanga. Hiyo disco matanga mnakaa karibu mwezi mzima. Wacheni mchezo. Hii ni kuleta hasara. Na hii suti leteeni mtu wakati yako hai. Niliona mama mwingine amefariki. Kumbe mama hakuwa na meno. Meno ilikuwa imetoka kwa sababu ya uzee. Wale watoto wake wakasema hawezi zikwa, lazima awekwe meno. Akaitwa daktari aweke ile maiti meno. Walipoulizwa shida ni nini, wakasema alikuwa amesema tumweke meno. Kumbe mama alikuwa anatamani kula labda githeri au kula nyama na meno ndio wakati yako hai, akawaambia wamweke meno. Kumbe wao wakakataa, wanamweka wakati amekufa. Nikashangaa, wanapomweka wakati wamekufa wanataka aende akakule mchwa na hiyo meno, ama ni ya kazi gani? Shwari. Meno wanamweka wakati ni maiti akakule mchwa ama akafanye nini na meno? Meno ni ama ni urembo. Nani ataona meno huko kwa kaburi? Suti unavalisha maiti, akafanyia nini suti kwa kaburi? Suti mletee mtu wakati babako ako hai, mletee suti. Letea ndugu yako suti wakati ako hai. Kumbe wakati ako hai hata hajaivaa suti, anaonanga watu wengine wanavaa suti, lakini akifariki ndio unanunua suti unaleta. Kwa sababu unamchukia, umpendi. Kama ulimpenda ungempatia wakati ako hai ndio akubariki. Baraka inabarikiwa na mtu ako hai, sio maiti mtu amefariki. Mamako unamnunulia nguo mpya wakati amekufa, atakubariki namna gani? Nunua wakati ako hai. Lete swali lingine ama uwe Muislamu nafasi. Swali mtu akuja ulizie. Au umemaliza? Usaidie wazazi yako. Mimi naitwa Jane. Karibia tu kidogo Jane. Tena Jane unapendeza, lakini ukiwa Muislamu utapendeza zaidi. Kwa sababu Uislamu pia ni neema. Unajua Jane, ukipita hii njia upate kuna mama pale ameweka mandizi. Moja ametoa maganda na ingine iko na maganda. Alafu hii vumbi ya jacaranda unaijua. Wewe na uko na njaa utanunua gani? Yaani Jane unataka kunijibu kwa swali kangu kadogo tu. Yaani wewe uko na njaa, umetoka huku kijiji unaenda huku. Alafu kuna mama anauza mandizi pale. Ndizi moja ametoa maganda na ndizi nyingine iko na maganda. Alafu kuna hizi mavumbi za huku na unajua venye iko hii area yetu. Sasa wewe na uko na njaa utanunua hii imetolewa maganda ama hii iko na maganda? Hii niko na maganda. Sasa Uislamu nayo ndio hiyo wanawake. Unajifunika vizuri, wanawake ndio wanaenda kujitolea maganda humo mbele. Sijui kama unanielewa, sio kila kitu inaonyeshana huko. Leta swali. Nauliza, Qur'ani ilitoka wapi? Asante. Swali nzuri sana. Anauliza hii Qur'ani imetoka wapi? 26,191 Qur'ani. Muonyeshe ilitoka wapi hii Qur'ani. 191. Muonyeshe naone na macho yake ujeni. Ujeni msomi, usimuone hivi. Anataka kujua hii Qur'ani mnatuletea ilitoka wapi? 191. Muonyeshe tu kwa raha zake. 191. 191. Sawa? 191. Mwanzie hapo muonyeshe Qur'ani. Na kwa yakini Mola wako ndiye mwenye nguvu, mwenye rehema.
Na bila shaka hii Qur'ani umeuliza habari yake, ni uteremsho wa Mola wa walimwengu wote. Qur'ani ni uteremsho wa Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Mungu ndiye ameteremsha hii Qur'ani. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ameteremsha katika kifua cha moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena Qur'ani imeteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sikiza vitu, ameteremsha haya muisha sheria mwaminifu Jibrili juu ya moyo wako ili uwe miongoni mwa waonyaji. Imeteremshwa kwa moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imetoka kwa aliyeumba mbingu na ardhi. Imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Tena imeteremka kwa mwezi wa Ramadhani katika usiku wa Lailatul Qadr. Hii Qur'an tena haijateremka kwa lugha ya Kikuyu wala haijateremka kwa lugha ya Kiluya, imeteremka kwa lugha fasaha, lugha ya Kiarabu. Tena haijateremka yote mara moja, hapana, imeteremka Maka kidogo, Madina kidogo. 17,105 Qur'ani. Tumpe vitu kidogo. 17,105 inasema. Sikiza, kwa nini iteremke hii Qur'ani kwanza? Mbona iteremke? 17 inasema. Na kwa ajili ya kuleta haki na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni ndio tumeiteremsha Qur'ani. Kumbe Qur'ani imeteremka kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni. Wanawake walikuwa wanadhulumiwa sana. Qur'ani imekuja kuwaokoa wanawake katika dhuluma. Wanawake walikuwa hawezi kurithi mali ya baba yao, lakini Qur'ani inasema mwanamke lazima arithi mali ya baba yake. Qur'ani hiyo. Wanawake walikuwa wanachukuliwa ni kama chombo tu cha kutumiwa na tupwa, lakini Qur'ani imekataza. Imeweka wanawake katika hadhi yake. Yaani we mwanamke kutoka nyumbani kwenda kufanya kazi ni ufanye kwa hiari yako, ukimuuliza bwanako, na pesa ambayo utapata si ati ni bwana akuja kuambia wekelea hapa tugawane, ni pesa yako. Bwana ndiye anafaa aliyekuoa akulishe, akuvalishe, tena alishe watoto wako. Hiyo ni majukumu ya bwanako. Pesa yako ukitaka weka, ukitaka kula ni yako. Yaani Uislamu umekuja kumweka mwanamke katika daraja yake. Lakini mwanamke alikuja kufanya kuwa msaidizi kabisa, ndio anakuja kumsaidia mwanaume hivi, anambebea zile mbegu, anazaa. Kazi yake ni kuzaa peke yake. Sio kuzaa peke yake, mwanamke ako na kazi nyingi sana. Mwanamke ndio mwalimu wa kwanza wa mtoto, kwa sababu mwanamke ndiye anakaa na mtoto 24/7. Bwana anaweza toka hapa akaenda Rwanda kufanya kazi ya matrera, anakaa miezi 3 ndio akuje nyumbani. Anayekaa na mtoto sana ni mwanamke, na ndio naambiwa hata wakati unaoa, tafuta mwanamke mzuri mwenye dini. Kwa nini? Atakulelea watoto vizuri. Utauliza, nimalizane na dada, kuwa mpole tu. Utauliza tu. Ngoja kwanza tumalize na wewe. Na ndio nakuuliza wewe, wanawake si ndio wanakaa na mtoto zaidi kuliko baba? Ndio hivyo. So wanawake, na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa katika watu nani ambao yuko na daraja ya juu zaidi, alisema ni mama. Akaulizwa mara ya pili, ya Rasulullah, ni nani katika wanadamu wana daraja ya juu sana? Akarudia mara ya pili, ni mama. Akaulizwa mara ya tatu, akarudia ni mama. Akaulizwa mara ya 4 ndio akasema ni baba. Kwa sababu mama anachukua mimba. Bwana akimaliza shughuli zake hana exhibit kuwa ati kuna kitu atachukua, lakini mwanamke akitembea huku utamuona, unajua kuna game ilikuwa mahali ilichezwa na bao ikafungwa, na anabeba hiyo mimba miezi 9, na hiyo mimba sio mchezo. Mimi najua labda usaibeba au ni mchezo si unaona? Saa zingine akisikia kitunguu sijui anatapika, akisikia hii sijui nini, alafu bado wakati wa kuzaa anapata ile uchungu ya mtoto, kisha kunyonyesha miaka 2 mtoto. So mwanamke anakuwa na kazi mingi sana ya kulea mtoto, na ndio unaona mwanamke akaambiwa si lazima yeye aende kufanya kazi, hajalazimishwa, lakini akitaka hajafanywa ati ni haramu, hajazuiwa. Wakubaliane na bwana yake aende akafanye kazi, lakini bwana ni majukumu yake kulisha familia yake. Sio ati mke anafanya kazi bwana anakuuliza kupiga budget. Nishaelewa sasa. Nishaelewa. Sasa lete maswali yote tumalize. Swali ya pili ni katika Biblia
Genesis. Usifungue sijui verse vizuri. Hakuna shida, wewe sema tu. Acha tu niseme. Wakati Mungu alipokuwa naumba, alikuwa na watu duniani. Nakumbuka alipoumba vitu zote, alafu siku ya mwisho ambayo siku ya 6, akasema wakati alipokuwa naumba mwanadamu, akasema na tumfanye mwanadamu na alikuwa na akina nani huko juu? Alikuwa na wapi? Asante sana. Alikuwa na akina nani? Mwalimu Hassan. Ambia tuletee na Mungu atumie wingi badala atumie umoja, wakati kama Mungu ni mmoja, hao waliokuwa nao ni kina nani? Na ni kweli swali nzuri sana. Swali ya pili. Wakati dunia ilipoasi, tukaingia dhambini. Akauliza tena hao watu tu, je, tumtume nani atakayeokoa ulimwengu? Yesu akajitokeza. Sasa Yesu alipokuja akamaliza kazi yake ile ya kuokoa ulimwengu, anaokoa ulimwengu na nini Yesu? Kutoka kwa dhambi, kutoka huko kwa dhambi. Sasa hivi dada, wakati unatembea humu kijijini hauna dhambi? Si mimi ni mwenye dhambi, mzaliwa wa dhambi. Na alibeba dhambi gani wakati kuna dhambi bado? Wakati Yesu alipokuja, watu hapo zamani walipokuwa kiasi walikuwa nabeba mwanakondoo. Waende watoe sacrifice huko kwa huyo mtu, alafu sasa hiyo kafara, huyo mtu akitoka akiwa hai, dhambi yako imesamehewa huko kwa most high place huko. Sasa dhambi sasa zama hizi Yesu ndio. Sasa Yesu alipokuja akaondoa hizo kafara hizo, sasa akamaliza. So saa hii sasa, ngoja ali kidogo tu ndio tumpate dada. Ngoja kidogo, nataka tuende pole dada. So Yesu siku hizi ndio anabeba ile dhambi ya watu. Yesu alipokuja alisema imekwisha, kwa sababu hapo awali mtu angekufa kwa dhambi, lakini sasa nikitenda dhambi na utazama tena ule msalaba mahali Yesu alikufa akisema imekwisha, tena Mungu ananisamea zile dhambi zangu. So nikifa kama sijatubu zile dhambi, ndio sasa mimi ni hukumu yangu sasa itakuja kunipata. So Wakristo wakifanya dhambi wanatizama msalaba, dhambi unaenda kutubu. Sasa unatubu kwa nani? Kwa huyo Yesu Kristo. So hautubu kwa Mungu, unatubu kwa Yesu wakati umemkosea Mungu, kwa sababu sheria aliyoweka ni Mungu, sio Yesu. Sasa itakujaje utubu kwa mtu mwingine badala ya kutubu kwa ule aliyekukosea? Na kuja hapo dada, wacha kwanza nimalize. Mbona Mungu atumie wingi kusema tuumbe badala aseme niumbe? Hebu tupatie na umuonyeshe 1:26. Ufafanuzi ama? Haya. Moja kwa moja, pole. 1:26 ndio inasema. Kwa sababu gani? Mungu atumie wingi akisema tufanye badala ya kusema nifanye? Sio hiyo sasa. Wewe ngoja kidogo, pole ndio aelewe. Mbona Mungu aseme tufanye badala aseme nifanye? Sikiza hasa maelezo. Je, si yupo Mungu mmoja tu? Si Mungu ni mmoja, mbona anatumia wingi? Kuna maana mbili za kueleza neno hilo. Asante. Wataalamu wengine hueleza neno hilo. Sasa wataalamu ndio wanaeleza, wanasema kwamba huenda Mungu alifanya shauri na malaika wafuasi wake mbinguni. Yaani Mungu alifanya ushauri na malaika wafuasi wake mbinguni. Sikiza namna ya maelezo ya namna ya pili. Sasa maelezo ya namna ya pili ambayo ndio sahihi hiyo yasema kwamba usemi huo wa wingi ni usemi wa fumbo. Sikiza, kusema Mungu akisema tufanye ni usemi wa fumbo, si ati kwamba Mungu alikuwa na mtu anamsaidia. Sikiza, Mungu wataka kutuonyesha utukufu wake, inataka kutuonyesha utukufu wa Mungu, ndio Mungu anasema tufanye badala ya kusema nifanye. Ukubwa, tena ukubwa wa Mungu, cheo cha Mungu na utajiri wake Mungu. Asante. Kwa Kiebrania Elohim ndilo jina lake. So kusema tufanye ni Mungu ule mmoja anatumia hiyo neno, lakini ni kutuonyesha majestic plural, yani yeye ana uwezo wa kutumia lugha yoyote, hana mipaka, kwa sababu ni mkubwa Mungu, ana uwezo, ana utajiri Mungu. 1:26 tusomea andiko inasema namna gani? Ndio nimuonyeshe. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Andiko linasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Acha tuone kama walifanya ama yeye ndiye alifanya. 27 hapo. Inasema hivi.
Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Ilipofika kitenzi cha kitendo kutendeka, Mungu akafanyaje? Akaumba. Ukisema Mungu akaumba ni wengi ama mmoja? Mmoja. Ndio hiyo. Umeelewa? Kwa hivyo Mungu alikuwa na malaika mbinguni. Sasa ndio wataalamu wanasema malaika walikuwa, labda alishauriana na malaika, lakini tunaelezwa kutendaji kazi Mungu aliumba peke yake. Hajasaidiwa na malaika wala hajasaidiwa na yeyote. 48:24 Isaya. Mungu aliumba peke yake. Hajasaidiwa na yote katika kuumba. Na ukiona Mungu anayesaidiwa kuumba atakuwa Mungu dhaifu. Mungu anaumba anavyotaka, anasema kun fayakun. Anaumba peke yake. Sikiza 48:24 Isaya. Muonyeshe dada. Ni Isaya 44:24 inasema. Pole pole ataelewa. Inasema hivi. 44:24. Sawa. Inasema 44:24 kitabu ni cha Isaia. Bwana mkombozi wako. Asante. Bwana mkombozi wako. Yeye aliyekuumba tumboni. Asema hivi. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote. Nizitandaye mbingu peke yangu. Niendezaye nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Mungu anasema mimi ni Bwana ambaye nafanya vitu peke yake. So anaumba peke yake. Hakuna usaidizi yote, Mungu anasaidiwa. Yeye ndiye anaumba vyenye anataka. Na ndio unaona wewe akakuumba msichana. Kuna barua uliandika uumbe ukiwa msichana? Kuna barua uliandika uzaliwe Kenya? Basi hiyo ni mpango ya Mungu. Sawa. Sasa turudi hapa kwa dhambi. Hapa wewe unatuambia Yesu anabeba dhambi. Biblia kwanza inakataa hakuna binadamu anaweza beba dhambi ya mtu mwingine. Ezekieli 18:20. 18:20 mambo ni ya Ezekieli. Alafu dada, mimi nashangaa kwa sababu zamani nilikuwa Mkatoliki. Nakuja pole pole. Ndio nakuja huko. Unapoambiwa Yesu alibeba dhambi zako, somebody say hallelujah. Mnasema hallelujah. Mchungaji akimaliza, watu wanatoa. Akimaliza kutoa, mchungaji ndio anaanza ile wimbo. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Bwana, siku hiyo inakuja. Sasa mchungaji ashamalizana na wewe, anakuambia wewe utabeba dhambi zako mwenyewe, siku hiyo inakuja. So dhambi ni mtu binafsi, ni wewe ujirekebishe, utubu kwa Mungu, Mungu akusamee. Hakuna mtu atakubebea dhambi katika ulimwengu huu. 18:20 kitabu cha Ezekieli. Tumfunze dada. Unajua yeye anatembea na ndio unasikia mwingine naye anahubiri anasema, vaa utakavovaa. Mungu haangalii mavazi, Mungu anaangalia roho. Yesu kabeba dhambi. Sema hale wewe. Dhubutu. Sikiza, roho itendayo dhambi. Roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Teremka 18:20. Roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Teremka. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mtoto hawezi kubeba madhambi ya baba yake. Hapana, mtoto hawezi bebeshwa madhambi ya baba yake. Teremka. Wala baba hata ubeba uovu wa mwanawe. Wala baba hawezi kubeba uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Yaani wewe wakati ya Yesu hujazaliwa. Sasa dhambi Yesu anakukufia gani wakati hujafanya dhambi? Mungu hawezi kukudhurumu ati wewe ubebe dhambi ya Adamu ama nani. Wewe utaulizwa yale uliyoyachuma. Yaani dhambi uliyoifanya ndio utaulizwa. Mtu anaulizwa kile kitu alichokitenda. Na ndio unaona katika Uislamu watoto hawana dhambi. Kwa sababu mtoto hajaanza kujua dhambi mazuri na mabaya. Mpaka wakati utabalehe, ujue mazuri na mabaya ndio unaandikiwa dhambi. Na wewe utaulizwa kwa ile dhambi uliyoifanya. Yesu anasemaje? 8:20 kitabu cha Yohana. 8:20 mambo ni ya Yohana inasema. Kwa sababu watu wanamsingizia Yesu vitu mingi. Hebu dada niambie. Yaani wewe upatane na rafiki yako hapa kijana akununulie chips na kuku. Ukule wewe chips na kuku. Kijana akuchukue muende kwa guest. Yasema wewe, ni mfano. Uende kwa guest. Mpate raha nyinyi wote wawili, mfurahie nyinyi wote wawili. Alafu Yesu abebe dhambi akiwa huko. Msikia raha. Yaani nyinyi mmekula kuku, mkakula chipsi, alafu mkaenda mkasikia raha, alafu Yesu abebe dhambi akiwa kule. 8:20. Namalizana na dada nakuja kwako, usiwe na wasiwasi.
Sikiza habari 8:20. Sio na wasiwasi. Maneno haya aliyasema alipokuwa akifundisha 8:20. Sio ni 8:20. 8:20. Maneno haya alisema alipokuwa akifundisha hekaluni katika chumba cha kitabu cha Yohana. Si ni Yohana? Yohana 8:20. Ndio. 8:21. Basi akawaambia tena. Yesu akawaambia tena, Mimi naondoka. Nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Unakufa katika dhambi yako. Hujabebewa na mtu. Sasa ili usikufe katika dhambi yako, kuna jambo unafaa kufanya. So ili usikufe katika dhambi yako, unafaa kufanya hii 4:17 Mathayo. Sikiza. Nadhani huko na hiyo habari. 4:17, alafu tumuonyeshe kwa Qur'ani. Alafu dada, ukisilimu tunakupa jina Aisha. Manake ndio vizuri. Tena ndio hivyo. Sikisema hivi. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kumbe Yesu alikuja kuhubiri injili ya kuambia watu watubu. Watu wanatubu kwa Mungu dhambi zao. Muhammad wakati alikuja naye anahubiri nini? 66:8 Qur'an. Ngapi? 66:8 Qur'an. 66 aya 8 inasema. Hakuna mtu anakubebea dhambi, lazima utubu dhambi zako, unatubu kwa Mungu. 66:8 Qur'an. Ingia hizo nyanja. 66 aya 8 Qur'an. Pole tu. 8 66:8 Qur'an. 66:8 Qur'an. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. 8 Jiokoeni nafsi zenu. Enyi mlioamini. 66:8. Enyi mlioamini tubuni. Muonyeshe asije akasema nini? 66:8. Kama umeamini Mungu na tubu. Enyi mlioamini tubuni kwa Mwenyezi Mungu. Toba iliyo ya kweli. Tena unatubu ya ukweli, sio ati unatubu leo kesho tena unarudi kwenda kukunywa kama ni pombe, tena unakaa unatubu tena unarudi kunywa pombe. Hapana, kama ni kutubu unatubu, kama ni pombe unaachana nayo. Kama ulikuwa unatembea hivi kona unaachana nayo. Unaolewa, kama hujaolewa na mtu ako na mke mmoja, unakuwa mke wa pili, lakini unaolewa kihalali. Hata kama ni watatu ama kama ni wanne unaolewa, lakini kihalali, kuliko kuwekwa huko ati unaitwa mpango wa kando. Mpango wa kando kwani ni kando gani hiyo? Swali lingine ni uliza. Sijui basi lakini. Kuna shida, wala ndio naona sikwambii quote vat. Kwa sababu ni saa jua we siwezi kukwambia quote verse hapana. We uliza. Kuna swali inasema wakati Yesu alipokuja duniani akamaliza kazi yake, alipokuwa kipaa mbinguni alisema naenda, na nitakapoenda mtamtuma msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Alikosea akisema kitu kama hiyo juu nimesikia mkisema hakuna God the Father, the Son and the Holy Spirit. Asante sana. Yesu aliposema nitatuma msaidizi ambao ni Roho wa kweli, sio Roho Mtakatifu. Kuna tofauti ya Roho Mtakatifu na Roho wa kweli. Roho wa kweli ni Nabii 16:7 kitabu cha Yohana. Hebu msomee dada ndio asikie nani aliyetumwa. 16:7 Yohana. Kitabu cha Yohana. Pole tu dada, naona ni mtu anafuatilia lakini ataelewa. 16:7 kitabu cha Yohana. 16:7 Yohana. Nianzie hapo ndio asikie vizuri aliyetumwa kwa namna gani. Sikiza. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Asante. Yafaa nyinyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Wacha tusikie huyo msaidizi nani. Teremka pole mpora Waganda wanasema. Sikiza vitu. Bali mimi nikienda zangu nitapeleka kwenu. Naye akisha kuja huyo
atauhakikisha ulimwengu kuwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hamniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamunioni tena. Teremka ndio tujue ni nani. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Hata bado ngali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, angalia, sio Roho Mtakatifu, angalia vizuri, anaitwa Roho wa kweli. Atakapokuja huyo Roho wa kweli atafanyaje? Atawaongoza. Kwanza atakuwa ni kiongozi, awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Atafanya yote atakayoyasikia. Kumbe atakuwa na masikio. Roho Mtakatifu ana masikio. Huyu ni binadamu anayezungumziwa hapa. Inasemekana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, yote atakayoyasikia ndiyo atakayoyanena. Nani huyu aliyekuja hakunena kwa shauri lake mwenyewe? 53:3 Qur'an. Aliyekuja ambaye hakunena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote aliyoyasikia ndio aliyanena. Nani huyu? 53:3. Kwanza anza 2. Pole pole. Inasema hivi kwamba mtu wenu huyu Nabii Muhammad hakupotea kwa ujinga, wala hakukosa, na hali ya kuwa anajua, wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa hayo anayasema, ila ni ufunuo uliofunuliwa kwake. Watulia. Na pale Yesu ametuambia huyu hata nena kwa shauri lake mwenyewe, yale atakayoyasikia ndiyo atakayoyanena. So, nakuja kwako na namalizana, huyu nakuja kwako, usiwe na wasiwasi, kuwa na subira tu, kuwa na subira. Yani wewe ndio unapatia, hakuna mwingine hapa anauliza swali, huyu akimaliza ni wewe. Manake najua wewe mtu mzuri pia, usiwe na wasiwasi, unanielewa? Sasa ni mtu anayekuja baada ya Yesu, na Yohana alijua, Yohana 1:19. Yohana alijua kuna mwingine baada ya Kristo, kuna mwingine anayekuja ambaye, sikiza jina yake, walificha 19. Nataka umuonyeshe kitabu cha Yohana 1:19. Inasema hivi. Muonyeshe kabisa. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Muonyeshe aseme hajaona na macho. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Yohana si unamjua? Alikuja baada ya Yesu. Sikiza. Wayahudi walipomtuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi si Kristo. Kwanza Yohana alikataa, akasema mimi sio Kristo, kwa sababu anajua kuna Kristo anakuja. Malizia. Wakamuuliza, ni nani basi? Wewe ni nani basi? U Elia? Wakamuuliza, wewe ni Elia? Akasema mimi siye. Asante. Wewe u nabii yule? Wanamuuliza kama wewe si Elia, wewe ni nabii yule, kwa sababu wanajua Kristo akija kuna nabii mwingine anakuja, anaitwa nabii yule, ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja kwa ajili ya watu wote, mpaka wewe mwenyewe. Una swali lingine? Ngoja kwanza nimalizane na anakuja kwako, usiwe na wasiwasi. Hata nikimalizana naye awe ameridhika. Una swali lingine? Sasa Roho wa kweli ni huyo nabii. Kuna tofauti ya Roho wa kweli na Roho Mtakatifu. Tofauti ni nini sasa? Tofauti, Roho Mtakatifu ni huyu 16:102 Qur'an. 16:102. Roho wa Mtakatifu ni huyo 16:102. 16:102 inasema. Onyeshe dada pole. Sema. Angalia hapa. Angalia vizuri Sema. Roho Takatifu. Yani Jibrili. Yani Roho Takatifu ni malaika ambao anaitwa Gabrieli. Huyo ni malaika, ndio anaitwa Roho Mtakatifu. Lakini Roho wa kweli ni manabii, kwa sababu walikuwa na Roho wa kweli, wanalete habari za ukweli. Ndio ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 wanaambiwa zijaribuni hizo roho kama zimetokana na Mungu, kwa sababu nyakati za mwisho watakuja manabii wa uongo. So hizo roho ni manabii, ndio wanaitwa Roho wa kweli.
So nabii wa kweli, roho ya kweli, lakini sio kama wale wanasema wanaponya ukimwi wakati hakuna data ya mtu kutibua ukimwi. Najua hii Kenya nayo tuna watu wengine wanatuchezea sana. Yaani mtu anasema ameponya ukimwi, alafu anatoa ati ushuhuda ati alipata ukimwi akiwa mtoto mdogo, alafu hana data ya serikali mahali anachukuanga dawa. Na mtu yote ugonjwa wa ukimwi, kila area kuna data, kitambulisho yake, majina yake na vyenye viral ile ugonjwa viral vyenye inaenda mwili yake, anachukua dawa. Ukienda kwa serikali unapata data ya kila mtu anayechukua dawa. Lakini hao wanaponyeshwa na wachungaji, wanahabari juzi wametafuta data yao ipatikani Kenya. Sijui kama wanaenda kuchukua Tanzania ama Uganda. Ndio manabii sasa wa uongo hao. Wanaokudanganya tunaponya ukimwi, lakini yeye akigonjeka anakimbia India kutengenezwa. Swali ya mwisho. Lete hiyo swali ya mwisho. Ni siku gani ya kuabudu? Anauliza siku gani ya kuabudu. Swali nzuri sana. Karibia hapa, mbona unakimbia ndio usipate hiyo siku ya kuabudu? Siku ya kuabudu na kuomba ni kila siku ya Mungu. Yaani maadamu umeamka lazima uende ukamwabudu Mungu. Waislamu tunaabudu mara 5 kwa siku. Wanawake ndio wanapata dharura wakati wako siku zao hawaendi kutekeleza ile ibada. Nikisema hivyo si unajua? Lakini kila siku wanawake Waislamu, wanaume Waislamu wanaabudu mara 5. Wanaabudu asubuhi saa 7, saa 10, saa 12 na 40, siku hizi inafika na 45 na saa 2 ya usiku. Lazima hiyo ni compulsory kwa kila Muislamu kufanya ibada mara 5 kwa siku. Kwa sababu kesho hujui kama utafika. So unaabudu wakati huko na unatubu dhambi zako. Hivi wewe mtu anayeoga kila siku mara 5 na mtu anayeoga wiki moja mara moja, nani atakuwa na uchafu? Huyo wiki moja. Sasa nyinyi mnaabudu wiki mara moja. Sisi mara 5 kwa siku tunaomba tauba kwa Mungu. So sali sisi, mimi ni msabato, sawa? Mimi kusali na sasa nikitembea na barabarani nilikuwa nashukuru Mungu juu nimemaliza kazi yangu. Hiyo ni kuomba. Kuomba ni tofauti na ibada. Kuomba unaweza omba hata mimi nikitembea barabarani niambie Mungu, Mungu leo nisaidie nipate riziki ya leo. Hiyo ni kuomba. Kuna tofauti ya kuomba, hata mwizi anaomba, anasema Mungu leo nijalie nikanyakue kasimu na nisishikwe. Hiyo ni kuomba. Sasa kuna ibada. Ibada ndio unafaa ufanye kila siku. Ibada ni pale unapotenga muda wako dakika 5, dakika 7. Unaweka mkeka wako, na ibada lazima upeleke paji la uso mpaka chini. Hii uso tunaona ni mzuri sana. Hatutaki kupeleka chini tukamwabudu Mungu. Hii uso mwisho wake tukizikwa tukienda makaburini inakuliwa na mchwa. Na ndio unaambiwa ukiwa duniani be humble, peleka hii uso wako mpaka chini. Muabudu Mola wako aliyekuumba, mshukuru. Na ndio unaona Musa alikuwa anapeleka uso chini, Ibrahimu anapeleka uso chini, Yesu anapeleka uso chini, Muhammad anapeleka uso chini, lakini wewe unakataa kupeleka uso wako chini. Wewe unataka uende ukalie kiti nzuri kwa kanisa, useme mbele mbele yatawale, nyuma nyuma atawale, pande zote atawale. Mwachie umalize uende nyumbani. Hakuna hiyo. Kwenu hakuna hiyo. Yenu ni gani? Mimi ni wasati. Yenu nasikianga sijui mnaimba sijui gani. Ni gani hiyo? Usifiche. So ibada ni kila siku. Kuomba Mungu pia ni kila siku. Kuomba ni tofauti sana na ibada. Kwa sababu kuomba sio lazima utawadhe ama nini, lakini ibada lazima kuna utaratibu wake ya kujitayarisha kuingia katika ibada. Kuomba unaomba ukikimbia, Mungu nisaidie nishinde hii mbio. Kuomba unaomba mkicheza mpira, Mungu saidia tushinde hii mpira ama nini. Hiyo ni kuomba. Lakini ibada una concentrate. Wewe unachukua muda wako kama dakika 7 unamwabudu Mola wako namna anavyotaka, sio namna unavyotaka wewe. So kuabudu ni kila siku na kuomba ni kila siku. So nyinyi Wakristo wa muabudu, nyinyi huwa mnaomba. Sasa ni siku gani ya Mungu ya kuabudiwa? Siku zote. Nimekuambia kila siku zote. Lakini Mungu alipomaliza kuumba alistarehe siku ya mwisho. Kwanza Mungu hapumziki. Ukiona Mungu anayepumzika huyo ni Mungu feki. Kwa sababu Mungu hachoki. Mungu hazinzii. Biblia imesema hivyo. Kwa sababu ilimkosea adabu Mungu.
Biblia ilimkosea Mungu kabisa, kwa sababu Biblia hata inasema Mungu muongo. Mnadanganya sasa. 4:10 Yeremia. Wewe Biblia imemkosea Mungu adabu sehemu nyingi. 4:10 Yeremia. Wewe Mungu hachoki. Mungu, ukiona Mungu anayechoka, huyo ni Mungu feki. Mungu hachoki kwa sababu wanaochoka ni viumbe walioumbwa, na Mungu hakufi. Wanaokufa ni viumbe walioumbwa. Mungu hapati njaa. Kustarehe ndio kuchoka. Kabisa, lazima uchoke ndio ustarehe. Sisi tunaendaga kustarehe kwa sababu tumefanya kazi, tumechoka. Unaambia mke wako njoo tuende tukastarehe. Mungu anastarehe na mke wako tena kinini? Wewe sikiza, inamkosea Mungu. Muonyeshe Yeremia 4:10. Sikiza hapa. Abu, angalia hapa wewe msabato mdada. Sikiza hapa. Nakuja kwako. Na hapa sikuzi. Nakuja kwako. 4:10. Huyo ndio anamsumbua sasa. Dakika moja nakuja kwako. Nakupa saa hii. Wacha nimalize na useme sema hata ni ya mwisho. 4:10. Nami nikasema. Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa Yerusalemu. Ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Yeremia anasema Mungu amewadanganya watu wa Yerusalemu kuwa watakuwa na amani, lakini kila wakati wako na vita. Mpaka leo wako na vita. Si hata leo wako na vita. Si walikataa kutii amri ya Mungu. Ndio hiyo, lakini Mungu alikuwa amewaambia watakuwa na amani, aliwaahidi amani, lakini hawakupata. So Yeremia anakasirika. Uko na swali lingine ndio niingie kwa dada? Na wewe umesema ni msabato. Karibia hapa ndio nimalizane na wewe. Na usabato mnafuata Biblia? Tunafuata. Kabisa. 22:5 Kumbukumbu ya Taurati, nimalize niende kwa swali lingine. Niachane na ngoja wachana na yaani dada asajua ananiambia hata wachana na 22:5 kufunza watu. Kumbe kasajua dada. Huyu ni msomi. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Asante. Wala mwanaume usiondoke asivae mavazi ya mwanamke. Kwa nini? Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Dada, ngoja kidogo dada. Wewe unapenda kumchukiza Mungu? Hapana, sipendi. Mbona unafanya chukizo kumchukiza Mungu? So nikuletee buibui? So unajua. Lakini unafanya kusudi. Unafanya dhambi nikijua. So wewe mnafanyanga dhambi hali ya kuwa mnajua. Mimi mwenyewe sijasema mna. Wewe unafanyanga dhambi ukiwa unajua. Na unatarajia nini kwa Mungu wakati unafanya dhambi hali ya kuwa unajua ni dhambi? Naenda kutubu sasa. Unaenda sasa kutubu. Haya, badilisha basi, ndio hivyo. Karibu sana katika Uislamu. Dada wanakuita. Karibu tu hapo, usiwe na wasiwasi. Kwa majina naitwa Beatrice. Last time nilikubaliana na nyinyi, lakini leo sitakubaliana na nyinyi kulingana na Biblia. Nataka tu kuuliza swali moja. Yesu alisulubiwa kwa sababu ya nini? Yesu hajasulubiwa. Alisulubiwa wakati alikuwa amebeba the cross. Alibebea kina nani? Hadi I can remember kulikuwa na mwizi fulani. Hadi alikubali wamtukane, but alibea all these things on the cross. Hiyo ilikuwa yao watu, but kwa sisi saa hii nafaa tunatu. Usiseme Yesu hakubeba dhambi ya mtu yeyote. Imeandikwa kwa Biblia. Ilikuwa ya hao watu au the two people wenye alikuwa nao hapo kwa the cross. Hapo tukubaliane tu. Ndio nataka tukubaliane hivi. So Yesu alikufa ili abebe dhambi ya watu watatu. Si ati ya watu watatu. Hebu nieleze vizuri nielewe. Alikufa kwa ajili ya nini? Ona, sasa ilikuwa hivi walimsinzia. Sasa wakati walimsinzia ndio ilibidi afe, but ukiangalia tu Yesu alikufa tu kwa ajili tu yetu bado still. Sasa amekufa kwa ajili yetu kwa maana gani wakati mimi hata sijazaliwa? Sasa amekufa ili tufaidike na nini na hiyo kifo? Ndio nataka utueleze kifo yake inanisaidia nini mimi Mkenya? Hebu tuelezee. Unaona, hiyo ilikuwa enzi zile, na sasa hii nimekuwa very clear that sisi tunatubu, of which Yesu mwenyewe alisema kila mtu abebe nini?
msalaba wake. So kumbe yeye hatusaidii kwa sababu yeye, ngoja nataka tuelewane dada, pole tu, ngoja nataka nikuelewe hivi, ngoja umenieleza hivi, pole tu nikueleze, umeniambia we were not born. Sasa hiyo ni yao, so sio yetu. So Yesu kukufa sio yetu, ni yao. Sasa kitu yao inatuhusu nini? Si mnaongea katika hadi yenyu mnatoa kwa Korani, yangu pia iko kwa Biblia kabisa, mimi sijakataa. So Yesu alikufa kwa ajili ya hao, sio sisi. Sasa still ni sisi juu tulikuwa sisi ni wanadamu, and then imagine we are young generation but still kuna kwanga ancestral nini. Sasa tunafuata tu ule mkono. Kuna kitu bado hujanieleza. Mimi nataka kuuliza, faida ya Yesu kufa ni gani? Ametubebea sisi dhambi, akitubebea maana yake hatuna. Leo mtu akienda sasa, nimekosea, tuseme nimekupiga kofi, ukaenda ukanistaki, ukachukua ubii, tukaenda kotini, mtu mwingine akasema nimekusamehe hiyo dhambi, nitaendelea kufungwa? Hautafungwa. Asante. So maana yake itakuwa nimeondolewa hiyo dhambi, sina makosa. Sasa wewe unaniambia Yesu alikufa kwa sababu gani, wakati sisi tukifanya dhambi sasa tunatubu kwa Mungu? Sababu tu nimekuambia, walimsinzia, walimwekelea, ni uongo waliweka. Sasa kama Yesu alikufa kwa ajili ya uongo, inihusu uongo yao. Sasa uongo inatusaidia nini? Kwanza swali ndio nauliza iko wapi? Ndio nataka nipate kutoka kwa swali yako ya leo ni gani? Swali ilikuwa hivi. Hadi ngoja. Swali ilikuwa hivi yenye nilitaka mnijibu. Yenye niliuliza nilikuuliza Yesu alisulubiwa kwa sababu ya nini? Nikakwambia hajasulubiwa kwa sababu wewe umeniambia hiyo ilikuwa wakati wao, na ndio nilikuwa nataka nijue amesulubiwa ndio nisaidike na nini. Ukaniambia mimi sisaidiki. Sisi tukifanya dhambi tunabeba mzigo wetu, na ndio mkimaliza kanisa mnasema na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Bwana siku hiyo. So kila mtu atabeba mzigo wake, utaenda kuulizwa wewe mwenyewe. Yesu hata ulizwa kukuhusu. Na ndio nikauliza swali ndogo, dada, hivi wewe leo tuende pale nikununulie chipsi, sawa, na kuku, alafu tuende tupate raha sisi wawili, alafu Yesu abebe dhambi zetu? Inawezekana? Hawezi, lakini sasa sikia. Sasa lete swali yako ya leo. Sikia. Hadi kwa Biblia imeandikwa mtu akifanya dhambi pasipo na kujua, aende kutubu, Mungu atamsikiza. Lakini si eti ile yenye naenda kufanya nikijua mimi nafanya hii nitaenda kumlilia Mungu. Sasa unataka kusema dada yetu hata alilia hata asamehewa? Si dada yetu amesema anajua hata samehewa. Usimwekee block. Unaona Mungu ako na listening ear, and bado tunasema you should pray without ceasing. Na hiyo by the time unaomba bila kukoma, ndio sasa unapatanga Mungu atakusikiza mara nyingine tena. Sisi tunaambiwa hivi kwa Qur'ani 39:53 Qur'ani. Hakuna shida, utauliza. Wacha kwanza nimalizie hii ya kutubu. 39:53 Qur'ani. Hii ndio unaona watu wameingia katika dhambi mingi sana kwa kumbebesha Yesu madhambi. Yaani wewe unafanya dhambi unasema Yesu atabeba. Unafanya dhambi Yesu atabeba. Sikiza habari Qur'ani natuambiaje? Sema, enyi waja wangu mliojidhulumu nafsi zenu. Tunaambiwa waja wa Mungu ambao wamedhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Na ndio dada nikamwambia asikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Yaani Mungu anasamehe dhambi zote. Mungu hakuwekei block. Katika Qur'ani tunaambiwa Mungu anasamehe dhambi zote. Maadamu mtafanyaje? Dhambi zote. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Na rejeeni kwa Mola wenu na mnyenyekee kwake kabla ya kukujieni adhabu, kisha hamtanusuriwa. Yaani kabla hujakufa unarudia kwa Mungu, unatubu dhambi yako, Mungu anakusamehe. Umenielewa? So Mungu anakusamehe kwa sababu usikate tamaa. Mimi nimefanya madhambi mingi sana, mimi Mungu hawezi nisamehe. Nani aliyekudanganya? Tena hapa duniani hakuna mtu anayesemama akasema mimi ni msafi, wale ni waovu. Hapana. Na ndio unaona hata tukija hapa kuhubiri, hakuna siku nimesimama ati si ni wazuri sana, nyinyi ni waovu. Hapana. Na warekebisha, mfuate njia ya Mungu anayeamrisha watu wakuwe Waislamu. Unaelewa?
kwa sababu ukifa kama wewe sio Muislamu, mwisho Mungu atakutia katika moto. Mungu ameahirisha tu katika Korani, lakini kwa Biblia katika Biblia hajataja uwe Mkristo. So wewe ulijitafutia yako ambao Mungu hakukueleza. Hapana. 385 Qur'ani. Swali pia ya dada. Qur'ani inasema na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake, naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Dini iliyotajwa katika vitabu ni Uislamu peke yake. Ukristo haijatajwa katika vitabu. Ndio nakwambia katika sinataka kusikia kama iko kwa ile pia. Juu mmesema imeandikwa katika kitabu. Qur'ani imesema, ngoja nataka tuelewane na wewe kabisa. Qur'ani imesema anayetafuta dini nyingine isiyopokuwa ya Kiislamu atakuwa miongoni mwa watu wenye hasa. Unaona venye mlianza ilikuwa mnalinganisha, mnatoa maandiko. Nataka nikuonyeshe kitu. Inasema mtoe ingine hapa yenye inasema tuende kwa Uislamu kabisa, hakuna shida. Imesema ukikufa kama wewe si Muislamu unakuwa katika wenye hasa hasara. Asante. 15:18 wa Korinto wa kwanza. Lete Biblia, lete Biblia nao tuulize. Masaa naambiwa baada ya 20. Safiri. Wa Korinto ni wa kwanza inasema 15 18 nyondo mwanangu hiyo 15:18 inasema. Asante. Angalia hapo dada yako ndio hiyo. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo. Si wewe unaenda kulala ukiwa Mkristo? Sikiza. Amefurahi. Wamepotea. Rudia aone vizuri. Rudia. Malizia. Huko ni kubaya. Huko tena ni kubaya. Wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini saa hebu soma hii. Msomee mahali anataka, usiwe na wasiwasi. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala. Anataka some mpaka ngapi? Mpaka wapi? Soma mpaka 22. Haya. Maana kwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Mpaka ngapi unataka? Sasa unaona hii kiama ni nakuja kwa swali yako. Mwache tumsikie. Namaliza naye nakuja. Unaona hiyo Biblia yenye mmesoma ni ile yenye inatumikanga kwa matanga wakati wanapozika, wanafariji mwenye amekufa. Na hii yenye mmetuhubiria hakuna sehemu yenye imeandikwa eti hii ni ya mfu. Already huyu imesema hivi, dada usichanganye. Imesema na ngoja. Imesema yoyote atakayekufa katika Kristo amepotea. Sasa wewe ungenitafutia mahali ukikufa katika Kristo utaingia peponi ama umeokoka ama nini? Kwa sababu tumeambiwa asapotea, na Qur'ani imetuambia yeyote atakayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu atakuwa katika wenye hasa. Hapo bado mjani convince. Haya, ngoja kidogo. Ngoja. Time nayo ni ndogo. Dada, lete hiyo swali unasema inakusumbua pia. Siku ya kwanza ya juma ni gani? Siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma inaingia siku ya kwanza ya juma katika hesabu ya gani? Yani unataka kutumia hesabu gani? First day of the week. Hesabu unataka kusumbia ya kwanza ya juma ni gani? Ukitumia katika hiyo ya Kiswahili utasema ni Jumamosi, kwa sababu inaitwa mosi ni moja kwa Kiswahili. Tulia sasa, tumeniambia kwa Kiswahili mosi ni moja. Unajua siwezi. Jumapili, pili ni ngapi? Jumatatu, tatu ni ngapi? Sasa ukienda na hiyo Kiswahili Jumamosi ni moja. Hujui Kiswahili saa hii. Sasa unajua Kizungu. Au umekataa sasa Kiswahili? Ukisema hivyo utanichanganya. Sijui Jumapili, sijui Jumatatu. Hiyo sijui which is the first day of the week. Hiyo ni ushanielewa, unacheka sasa. Sio nafurahi, sija kucheka. Katika hesabu ya Kiislamu tunapohesabu masiku, siku ya kwanza inaingia katika Ijumaa. Sawa? Tunapohesabu katika hesabu ya Kiislamu inaingia katika Ijumaa, inakuja hivyo inamalizia katika
yaumul sabt. Na kalenda ya kwako inasema Ijumaa ndio siku ya kwanza. Kalenda ya kwangu inasema Jumamosi ni siku ya kwanza, Jumapili ni siku ya pili, Jumatatu Monday wanasema ni Jumatatu. Sasa nitabadilisha aje? Na mwalimu kwa Kiswahili aninifunza hivyo. Sasa labda uende shule uambie badilisheni haya mafunzo, kwa sababu anakuambia Jumamosi, mosi ni moja kwa Kiswahili. Saturday ni Jumamosi kulingana na mafunzo tuliyofunzwa kwa shule. Mosi ni moja. Ama Kiswahili mmesoma shule gani? Mosi ni moja, Jumapili ni mbili, Jumatatu ni tatu. Sasa dada, Jumanne ni nne. Sasa unataka kwa nini? Angalieni dada. Sasa naona mna nini, kwa ajili ya muda wacheni tupatane kesho. Sikiza dada, wewe Msabato, ngoja kidogo, nataka nimalize, tulieni kidogo, maana naona hawa dada wanaweka discussion hapa. Kesho uje uko umejiandaa vizuri, alafu wewe uko ODSDA ama uko reformist? Unajua nataka nijue kwa sababu umeniambia wewe ni MSDA. SDA imepasuka, kuna reformist ambao wanasema hakuna utatu na kuna SDA ambao wanafuata conference. Ngoja, wanafuata conference. Wenye conference wanasema ndio wanafuata ambao wako na president. Wewe uko gani? Hiyo ya president. Hiyo ya president. President akisema hakuna ibada mnafunga. Haidi sema hivyo kwa sababu ndani ya ndani ya Biblia kuna mahali inasema kanisa iwe na president. Sawa, njoo kesho mapema mujiandae. Mungu sijui nini mnamalizia. Unaona nyinyi pia mko na mtu mwenye mnamnini hapa. Wewe ukija usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Hebu endeni mujiandae. Kesho mje wapi mapema. Ni Qur'ani nitakuonyesha kesho, njoo mapema inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.